asubuhi hii ya leo tukikushukuru na tukikutukuza. Asante sana Mungu Baba, umetujalia amani, umetujalia kuweza kukusanyika hapa siku ya leo na kusikia kuhubiriwa kwa neno lako. Naomba kwamba haya yote hayatakuwa yanafanyika bure, lakini yatafanyika kwa utukufu wa jina lako, kwamba wengi watapata kujua jinsi ya kugeuza maisha yao, kwamba wengi watapata kuitwa kwa Yesu Kristo, na wengi Mungu Baba wataimarika katika Ukristo wao. Naomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Warumi mlango wa 12 mstari wa 1 na wa 2. Nasoma, kwa hiyo ndugu zangu, nawasihi kwa rehema zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na inayompendeza Mungu. Hii ndiyo ibada yenu yenye maana. Msifuatishe tena mfano wa ulimwengu huu, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, ndipo mtaweza kuonja na kuhakikisha ni nini mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yanayopendeza machoni pake na ukamilifu. Amen. Amen. Sentensi fupi sana, lakini iko hapo na maisha ya Mkristo. Summary ya maisha ya Mkristo yako hapo. Yule ambaye amechukua muda wake kusoma kitabu cha Warumi ataona kwamba Paulo anachambua Injili. Ni uchambuzi wa Injili ambao anafanya katika kitabu cha Warumi. Anaanza kwanza kwa kueleza kwa nini Injili inahitajika. Kwa nini Wayunani, yani watu wa mataifa, yani kina sisi, kwa nini Wayunani wanahitaji Injili? Alafu anaeleza kwa nini pia Wayahudi wanahitaji Injili. Kila mwanadamu anahitaji Injili. Kwanza anaanza kwa kuchambua kwa nini kila mwanadamu anahitaji Injili. Na swali na jibu ni hii simple. Anaisummarize katika mlango wa 3. Wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hiyo ndio summary anaiweka katika mlango wa 3. Wote. Ndugu Robert hapa, mgeni wetu, ametenda dhambi. Richard. Oh, Robert. Pole. Nasikia kakuja Robert. Ndugu Richard, samahani. Ndugu Levi amepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hata dada yangu. Kwa hivyo dada yangu anahitaji Injili. Sam anahitaji Injili hapa. Kila mtu anahitaji Injili ila mhubiri, sio? Ila mimi. Wanaohubiri hawahitaji Injili wao. Amen? Nasikiza watu wanasema amen. Ameshaanza kulala na mwanzo wa mahubiri. Hata mhubiri anahitaji Injili. Hata mhubiri amepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hata mhubiri ni mtenda dhambi. Amepungukiwa na utukufu wa Mungu na anahitaji kuokolewa, anahitaji Yesu Kristo. Na tunaonyeshwa sasa, kueleza nitapata kuhesabiwa haki. Yaani nitapata kusimama bila hatia mbele ya Mungu kwa sababu nimeamini ile dhabihu aliyoitoa safi ambayo ni mwana wake wa pekee. Kwa hivyo ninaweza kwenda mbele ya Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo. Si kwa sababu mimi ni mhubiri. Ndio kwa Mungu nikisema angalia mimi ni mhubiri, la hata. Nasema Mungu nikubali kwa sababu ya Kwa sababu ya nini? Nani anaweza nijibu kwa sauti? Nione Wakristo wako wapi? Wakristo wako wapi? Kwa sababu ya Yesu. Mimi naomba Mungu nikubali kwa sababu ya Yesu. Mimi Mungu naomba kwamba unisaidie katika maisha yangu kwa sababu ya Yesu. Mimi Mungu ninaomba kwamba utaokoa familia yangu kwa sababu ya Yesu. Si kwa sababu nilitoa 1,000 Jumapili. Ndugu ya baba, angalia nilitoa 1,000 Jumapili. Sasa naomba unisaidie, la hata. Ni Baba nisaidie kwa sababu mimi ni mwenye dhambi.
na ulimtoa mwana wako wa pekee akabeba dhambi zangu. Sasa Baba, naomba unisamehe, naomba unikubali. Kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya nani? Sababu ya Yesu. Hiyo ndio Injili. Sasa anakuambia, baada ya kuchambua, anachambua mambo mengi sana kuhusu Injili. Baada ya kuchambua sasa anaanza kueleza sasa venye umeona hii mambo. Kwa hiyo nini ibada yako yenye maana? Sasa venye Mungu ashakulipia kila kitu, ashakufanya wewe mbele yake uko sawa, anakuona wewe ambaye ulikuwa unanuka, sasa uko msafi kwa sababu uchafu wako ulifanya nini? Umebebwa na Yesu. Sasa venye umekuwa msafi na hakuna kitu umefanya, umeanguka tu katika kazi ambayo Yesu Kristo alifanya. Sasa ufanye nini ndugu? Endelea sasa na hiyo dhambi kwa sababu umekuwa license. Hivyo ndio anasema. Sasa venye umesafishwa, enda ujichafue vizuri sasa venye umejua unaweza kusafishwa tena. Hivyo ndio anasema. Anasema sasa haukulipia hiyo kitu, umepewa free. Si ndio? Haukulipia, umepewa free. Sasa kitu unaweza fanya ni mshukuru Mungu kwa kumpa tu maisha yako. Mwambie maisha hata sifai, ni yako, chukua, fanya nayo venye unataka. Wewe ndio umeikomboa, wewe ndio umeiosha, wewe ndio umeitoa pale ilikuwa jehanamu. Ilikuanga jehanamu, ukaning'oa pale jehanamu, ukanileta kwako, na si ati kwa sababu nilifanya kitu, ni kwa sababu wewe mwenyewe ulibeba bei ambayo mimi nilikuwa nafaa kubeba. Kwa hivyo sasa hii maisha si wewe ndio umeiokoa baba yangu. Kwa hivyo fanya nini? Chukua. Amen? Amen? Unataka kufanya nini na mimi baba yangu? Wewe niambie. Unataka kunigeuze niwe mtu wa aina gani? Kitambo hii nilikuanga mlevi. Sasa unataka niwe mtu wa aina gani? Sababu hii maisha ni wewe umeyaokoa. Chukua, ni yako. Kitambo nilikuanga mwizi. Nilikuanga muongo. Nilikuanga mtu wa vita. Sasa ukitaka niwe mtu wa vita, wewe sema. Maisha ni yako, wewe ndio umeyaokoa. Unampa hayo maisha yawe ni yake. Unampa hii mwili ambayo ameikomboa, hii mwili ambayo anaenda kuipa uzima wa milele. Unamwambia hii mwili kitambo ilikuwa inaiba mabibi za wenyewe. Sasa hii mwili ambayo umeiokoa na ukaipa uzima wa milele, sasa naifanya nini? Na ikupea wewe, ni yako. Mungu, tumia venye unataka. Unataka kutumia hii mdomo iende kwa mabarabara ikitangaza injili ya Bwana wako Yesu Kristo. Chukua hii mdomo, ni yako. Unataka hii mikono ikuwa inafanya kupika chakula napelekea wagonjwa, ndio nikiwaambia kuhusu Yesu Kristo. Chukua hii mikono, ni yako. Amen? Amen? Ndugu zangu, na wasihi kwa rehema zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Dhabihu za kitambo zilikuwa zinachinjwa pale. Wewe unaambiwa sasa wewe bado uko hai na umeokolewa. Toa dhabihu iliyo hai, takatifu na inayompendeza Mungu. Hii ndio ibada yenu yenye maana. Sasa anakueleza jinsi ya kufanya hivi. Anakueleza jinsi ya kufanya hivi katika verse 2. Anakuambia usifuate mkondo wa ulimwengu, usifuate namna ya ulimwengu, usifuate jinsi ya ulimwengu, bali ufanywe upya katika nia yako. Fanywa upya katika nia yako. Tumekuwa tukifanya hapa mfululizo wa mahubiri. Senta ya hii mfululizo ilikuwa Wakristo wanahitaji kupigana na dhambi yao. Wakristo hawafai kuishi venye walikuwa wanaishi sana. Na ninasisitiza hapa na nitasisitiza tena, kupigana na dhambi ni kazi ya Wakristo peke yake. Full stop.
Yule ambaye anaweza kushinda dhambi yake katika kiini, katika roho, ni yule peke yake ambaye amemwamini Yesu, ameamini kazi iliyofanyika msalabani. Huyo peke yake, yule ambaye anatambua kwamba amesamehewa, yule ambaye anatambua kwamba ameoshwa, yule ambaye anatambua kwamba ana maisha mapya, huyo peke yake ndio anaweza kushinda dhambi. Huyo na huyo peke yake. Kama kuna Mkristo hapa, wewe hii mahubiri kwanza ni yako kabisa. Kama kuna yule ambaye anatambua ana Roho Mtakatifu yuko hai ndani yake, akamuosha, hasa amekufa ndani ya Yesu Kristo, huyo ndio wewe unaongeleshwa na Paulo hapa. Huyo mwingine hawezi kutoa maisha yake kama dhabihu iliyo hai, kwa sababu bado amekufa, sio? Bado wako katika dhambi zake. Yeye kitu ya kwanza anafaa kufanya ni nini? Kwa kumwamini Yesu. As a first thing, surrender his life to Christ. Believe in Christ. Trust in the work of Christ. Trust in the work of the cross. Hapo ndio starting point. Hawezi anzia katikati. Safari haianzi katikati. Ukienda Nairobi kutoka hapo unaanzia hapa tu. Hakuna kuteleport, unaanzia Voi. Safari ya kupigana dhambi inaanzia hapo msalabani kwanza. Ufike msalabani utambue wewe ni mwenye dhambi. Sasa ukishaoshwa, ukishasafishwa, ndio unaambiwa sasa venye umesafishwa, toa mwili wako kama dhabihu. Alafu anakuambia gundua sasa kuna hatari. Anakuambia gundua kuna hatari kwamba utaweza kufuata namna ya nini? Ulimwengu. Katika kitabu cha Waefeso wa pili tumeisoma mara mingi hapa. Paulo anaeleza Wakristo katika huo mji wa Efeso, anawaeleza kuhusu namna ya wokovu. Anawaambia kabla ya sisi kuokolewa, kabla ya sisi kumjua Yesu, tulikuanga tumekufa katika dhambi zetu, tukifuata namna ya ulimwengu. Anasema sisi wote tulikuwa hapo. Tulikuwa tunafuata namna ya ulimwengu, na huu ulimwengu unatawaliwa na nani? Shetani. Anasema sisi sote tulikuwa hapo, tukiongozwa na tamaa zetu za kimwili na tamaa zetu za kinia, the desires of our mind and the desires of our flesh. Anasema sisi sote tulikuwa hapo. Sisi sote tulikuwa watu wa wivu, tulikuwa watu wa kuchukiana, watu wa kusengenyana, watu wa kuiba, watu wa ufisadi, hata kama haiko inaonekana, watu wa chuki, watu wa kuweka kisasi. Anasema sisi wote tulikuwa hapo. Na hiyo ndio namna ya nini? Ulimwengu. Hiyo ndio jinsi ya ulimwengu. Na anakuambia sasa venye wewe umemjua Kristo, uko na hatari ya kuendelea hivyo hivyo. Nataka ndugu yangu uone umuhimu wa nia. Unaelewa nikisema nia? Unaelewa nikisema nia? Unaelewa nikisema nia namaanisha nini? Nia kwa njia moja inamaanisha lengo, lakini simaanishi lengo leo. Leo simaanishi lengo. Nani ananielewa na tunamaanisha nini? Kama mind. Akili. Akili, kitu kama akili, sio? Vile si kuna hiyo lengo vile umesema, but sasa like how unafikiria and amen. Amen. Yaani nikisema nia leo nikisema nia namaanisha ile sehemu yako, sehemu ya kila mwanadamu ambayo anapokea maarifa, nayo anachanganua hayo maarifa, ana process hayo maarifa, si ndio? Vile ambavyo anafikiria, vile ambavyo anafanya maamuzi, the mind. Unanipata? Ndio. Sasa akili, ile akili yako ambayo unaamka asubuhi unaamua leo ninaenda kanisa. Je, kuna maana ya kwenda kanisa? Huyu ndugu ameniomba shilingi 50. Kwa nini nimpe? Kwa nini nimnyime? The mind. The mind
anakuonyesha kwamba ili wewe kuishi maisha ya Ukristo lazima hiyo akili yako ifanye nini? Ifanywe upya. Lazima hiyo akili yako ifanywe upya. Lazima hayo mawazo yako yafanywe mapya. Anakueleza kwa sababu hii nia utaiona, nia yetu jinsi ilivyo. Nia huwa inakuanga ni kama kuni, inakuanga ni kama kuni kwa moto wa roho, si ndio? Nia inakuanga ni kama kazi yake ni kuongeza kuni. Kama mtu ana roho ngumu ya chuki, nia yake inatafuta masababu ya kuongeza moto pale, si ndio? Na hii nia tayari inakuanga na patterns. Utapata kila mtu uko na njia ambazo wewe ufikiria, kuna njia ambazo wewe ufikiria, na usipogeuza hata wakati umemjua Yesu, hizo patterns zinafanya nini? Zinakiki. Ndio umezoea, ukiboeka kazi yako ni kupiga pombe. Sasa venye umemjua Yesu, nafikiri hiyo pombe itaenda tu. Bado akili yako imefanya nini? Umezoea. Ile moment unaanza kusikia tu hivi umeboeka, akili yako tayari isharuka huko. Ushazoea kazi yako ni kuchukua mabibi za wenyewe, si ndio? Wakati umeboeka. Sasa ukiboeka nini unafikiria akili yako itaenda wapi? Si ni hapo hapo tu. Hapo hapo tu. Umezoea kupata pesa za haraka haraka. Pesa za haraka haraka, ukianza kuona uko broke. Nini nakuja kwa akili yako? Si utaipia wapi? Hiyo ndio umezoea. Ushaanza hata inaanza kutafuta visababu vya kufanya kuona ni kama kwamba hakuna hatia. Hii si pesa kidogo. Si ni inakuambia hata ufanye kitu mbaya, hujafanya makosa. Mimi jamaa ameacha mambo yake hivi hivi, shida si wewe, ni yeye. Amen. Amen. Ukiwa na nia kama hiyo, utaweza kugeuza maisha yako kweli? Utaweza? Nia lazima ifanye nini? Ifanywe upya. Fungua Waefeso chapter 4. Nikifungua Waefeso chapter 4 17 to 19 inasoma hivi: hivyo nawaambia hivi, nami nasisitiza katika Bwana, kwamba msiishi tena kama watu wa mataifa wanavyoishi katika ubatili wa mawazo yao. Watu hao akili zao zimetiwa giza na wametengwa mbali na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga wao, kutokana na ugumu wa mioyo yao. Wakiisha kufa ganzi, wamejitia katika mambo ya ufisadi na kupendelea kila aina ya uchafu, wakiendelea kutamani zaidi. Akiendelea kutoka verse 20, anaeleza maisha mapya katika Yesu. Anataka kuonyesha tofauti kati ya nia yetu tukiwa sisi si wa Kristo na nia ya mtu ambaye amefanya nini? Amekuwa Mkristo. Nia ina change, the mind changes. There change in the mind when you become a Christian. Have you seen that change? Umeona hiyo tofauti? Au unajua kuna watu ambao wako hapa kanisani wanafikiria wao ni Wakristo, lakini ukitambua vile ambavyo yeye hufanya mambo yake, vile ambavyo yeye hufikiria kuhusu mambo, ni the same na mtu ambaye hakujangi kanisa. Hawana tofauti. Wao ni Mkristo. Wao ni mtu amezaliwa upya.
Huyo ni mtu ako na asilia mpya. Wale watu wanafikiria Ukristo ni kukuja church. Anasema mimi ni Mkristo, nakujanga church, natoanga sadaka, natoanga zaka, naimbanga Sunday, ninarukaruka, sikunywangi pombe, sivutangi sigara, sichapangi mke wangu. Hiyo ndio Ukristo. Kwani Ukristo ni a list of do's and don'ts? Ukristo ni a list of do's and don'ts? No. Ukristo ni list. Ukristo ni list. List moja ndefu hivi. Kwa hivyo mtu akikuwa Mkristo anaambia haya, sasa venye umekuwa Mkristo kuanzia leo hakuna kushika pombe. Sasa venye umekuwa Mkristo kuanzia leo hakuna kufanya hii, hakuna kufanya. Hiyo ndio kukuwa Mkristo. My friend, hakuna Ukristo kama hiyo. Hiyo sio Ukristo. Dini zote zinafanyanga hivyo. All religions do that. All of them. Christianity is different. Mkristo wa kweli ni mtu amegeuka from the inside. Na amegeuzwa kwa sababu amepata kumwona Yesu Kristo. Sababu amepata kuona urembo wa Yesu Kristo. Sababu amepata kuona utakatifu wa Yesu Kristo. Na imemgeuza from the inside out. Yeye hajaribu kukua kama mtu yoyote, anajaribu kukua kama ule utukufu ambao ameona wapi? Kwa Yesu. Mkristo ultimately anaangalia Yesu. Ni Yesu ndio anamcaptivate. Ni Yesu ndio anamweka usiku hawezi kulala. Ni Yesu ndio anatamani. Akitenda dhambi analia kwa sababu hajakosea, hata amekosea. Kanisa ndio inamuumiza ya kwanza. Ni kwamba amemuumiza nani? Yesu. Nasema aliyenifia hivi ninawezaje That is a Christian. Akili yake imejaa, amekuwa captivated, amefall in love na nani? Yes. Yes. Huyo ndio Mkristo. Na kwa sababu ameona kitu kirembo, hiyo hata ndio imemfunulia ugliness yake. Asema Jesus Christ, transform me to be like you. Change me to be like you. Make me like you. Amen? Amen. Sasa Paulo anatueleza hakuna mtu wa ulimwengu anafikirianga hivyo. Hakuna mtu wa ulimwengu anafikirianga hivyo. Kwanza, nuru ya Yesu Kristo ikimulika hivi kwake, hataki kufanya nini? Kusubmit. Moyo ni mgumu. Moyo ni mgumu. Na kwa sababu ya huu moyo mgumu, hapati kuona kile ambacho ni kirembo cha kweli. Ameandika hapo ujinga. Hiyo neno ujinga ambayo anaandika hapo, unajua Kiswahili inanga msamiati mwingi. The word is ignorance. Ignorance unajua inamaanisha nini leo? Kukosa maarifa. Sawa? Ignorance ni kukosa maarifa fulani. Kuna maarifa hauna. Kwa hivyo uko ignorant. Kwa sababu ndio maana wanasemanga kwa koti, ignorance is not a defense. Ati wao siku anajua sifai kukojoa hapa barabarani. Anajua ignorance haiwezi kutetea hapa. Sheria ni sheria. Kwa hivyo Paulo anasema hivi, hawa watu ambao si wa Kristo, akili zao zimetiwa giza na wametengwa mbali na uzima wa Mungu kwa sababu ya hiyo ignorance ambayo iko ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Hiyo ndio akili ya mtu ambaye si Mkristo. Sababu ya ujinga fulani, sababu ya kutokosa maarifa kuhusu Mungu, kwa sababu ya moyo wake mgumu. Sasa akili yake iko katika giza. Hii ndio nia mzee. Hata niite nia mzee. Nia ya mtu wa kazi. Nia mzee. Kutokana na moyo mgumu
Uni moyo usiotaka Mbona hapo kutokana na moyo mgumu. Moyo usiotaka kutubu. Moyo usiotaka kukubali makosa yake. Moyo usiotaka. Nafanya hiyo ndio nia inakuanga hivi. Mtu anaonyeshwa makosa yake, hataki kukubali. Ako tayari kwanza kukumbuka makosa ya wengine. Wewe hataki kukubali makosa. Kutokana na moyo mgumu, mawazo yake ni batilifu. Nani ameandika batilifu? Batilifu inamaanisha nini? Kwa kizungu ni futile. Mawazo yake batilifu. Batilifu kumaanisha nini? Ndio. Batilifu kumaanisha nini? Jaribu, futile. Unaelewa nini na the word futile? Yes, my baby. Futile inamaanisha nini? Nisiwe naongea hapa nafikiri watu wananielewa, kumbe najiongelesha. Sam, batilifu inamaanisha nini? Futile. Amen. Haina manufaa, haina faida, ama haina faida ya kweli. Ndio nakumbuka mhubiri kutoka the Old Testament, Ecclesiastes, the preacher. Mhubiri akisema ameangalia kila kitu kama maisha ameona kwamba ni batilifu. Alikuwa anafikiria mtu anaweza ishi na raha. Alikuwa anatafuta maana ya maisha. Akasema basi mimi naona inaweza kuwa maana ya maisha ni raha, kukula raha na anasa na mstarehe. Akakula raha yote, akaona kwamba hiyo ni batilifu. Na anaeleza kwa nini. Hatutaingia hapo. Akasema pengine ni kazi. Pengine maisha ni kazi. Akafanya kazi, akaona pia hiyo ni nini? Batilifu. Yaani kitabu cha Mhubiri meaning yake ni kwamba maisha kivyake nje ya Mungu kila mwanadamu anatambua na anajua kwamba ni nini? Batilifu. Yaani unaona ni kama kwamba iko na manufaa, alafu unakuja kugundua umekuwa ukiwaste time yako. Ulikuwa unafikiria nikifanya hii kitu, nikifika hapo nitapata ile furaha, nitakuwa nimefika. Unafika hapo unashangaa moyo wako uko hata mbaya zaidi kuliko venye ulikuwa umeanza. Hauna ile kutosheka ambao ulikuwa unatafuta. Hauna ile amani ambao ulikuwa unatafuta. Kwa hivyo hilo jambo limegeuka kuwa nini? Batilifu. It was futile. Kazi ya Ukristo, hata ndio Paulo anakuja anasema, nikiwa hapa nikihubiri, nikiwa hapa natangaza haya maneno ya Yesu Kristo, na hakuna mtu kama Yesu Kristo, na kama hakuna mtu kama Yesu Kristo alikufa, na kama hakuna kitu kama Yesu Kristo alifufuka, yani ninatangaza kitu ambacho hakikufanyika, basi hii kazi yangu itaonekana kuwa nini? Batilifu. Haina maana, nina waste time yangu hapa. Kama ninawaambia msingi wa kitu ambacho nawafunza ni kwamba kuna mwana wa Mungu aliyeshuka toka mbinguni, akazaliwa na bikira, akaamrisha viziwi na uwete na nini, akaamrisha oceans na manini, alafu akajitolea, akasulubishwa, akapigwa, akazikwa na akagonga hiyo mlango ya kaburi, akatoka nje. Kama hakuna kitu kama hiyo ilifanyika, basi hii kazi yangu ni nini? Batilifu. Zero work. Ni zero work nafanya hapa. Na nyinyi wote ambao mmeamka kuja kusikiliza maneno ya mtu ambaye hakuwa, hata nyinyi effort zenu zinakuwa ni nini? Batilifu. Mmekuja hapa kutu. Amen. Kwa hivyo mawazo ya hiyo nia ni batilifu. Anafikiria anafanya jambo ambalo linamfaidi, mwishowe anagundua hata limemharibia maisha.
hata limemdhuru. Mawazo yake ni batilifu. Mtu anaona ni kama kwamba nikiiba hizi mabilioni, nitafanya hivi, hao mabilioni yanampeleka motoni. Inaonekana hiyo mawazo imekuwa ni nini? Batilifu. Alikuwa anafikiria anafaidika, kumbe anafanya nini? Anajiua. Hiyo ndio kitu nakwambia, mawazo ya mtu wa kale ni batilifu. Huwa unafikiria ukiwa hapo ukitenda dhambi, yanakudanganya, unaona ni kama kwamba yatakufanya nini? Ni kama yatakufaidi. Unajua hivyo? Unaona ni kama kwamba yanakufaidi, lakini mwishowe hata hiyo ubatilifu si lazima tungojange motoni. Saa zingine ubatilifu wake unaanza kuonekana wapi? Hapa tu duniani. Sasa kutangaza, mbona sasa nilifanya kitu kama hicho? That was very stupid of me. Ubatilifu wake unaanza kuonekana hapa. Na wakati ulikuwa unafanya hiyo, kichwa chako ilikuwa inakudanganya, inakwambia venya hii kitu, hii ndio the way, hivi ndio unafaa kufanya, hii ndio. Lazima hiyo nia ifanywe upya. Ukiendelea kuwaza hayo mawazo mabatilifu, ni mawazo batilifu, kuzidisha dhambi. Mawazo ya huyu, hii akili mzee, hii nia mzee, yanazidisha dhambi. Si ndio nasikia anasema wakiisha kufa ganzi. Yaani kwa sababu huyu jamaa na moyo wake mgumu, sasa hataki nuru, si ndio? Sasa hataki nuru, sasa haoni utukufu wa nuru. Kwa hivyo anaongozwa na mambo mengi, anaongozwa na utukufu wake mwenyewe. Hataki utukufu wa Mungu, anafikiria venye atajitukuza yeye mwenyewe. Kwa hivyo anaona venye atajifaidi yeye mwenyewe. Ako ignorant of God's glory. Akiendelea kuishi hivi, moyo wake unakuwa hata mgumu zaidi. Kwa hivyo anajikausha hata zaidi. Moyo wake unakufa ganzi. Wamejitia katika mambo ya ufisadi na kupendelea kila aina ya uchafu, wakiendelea kutamani zaidi. Kwa hivyo unaanza unatafuta sasa wokovu katika mambo mengine, wanapenda mambo ya dhambi na wanayapenda hata zaidi. Inakushika zaidi. Ndio maana unapata waongo wakishikwa katika uongo wao, wanajiokoanga kivipi? Na uongo mwingine wa kudanganya zaidi. Hata wakati ameshikwa ile kabisa, atasema uongo ingine ambayo hata ina contradict na uongo tayari atasema. Hiyo ndio, hapo ndio nia yake iko. That is how his mind is. Mwizi akishikwa anatakanga kujiokoa aje? Ako na deni. Mwizi ameshikwa katika deni, anakaa chini, anafikiria aje? Venye taiba. That is his mind. That is how he sees things. Kwa hivyo anaendelea wizi, hata unajua hata shida nyingine ni kufaulu. Akifaulu sasa hata ndio itamshika vizuri zaidi, si ndio? Moyo wake ukufe gani zaidi. Sasa hata ndio ataamini wizi zaidi. Ndio aoze zaidi. Akuwe mwizi sugu zaidi. Afike mahali hata wezi wenzake wanamwambia hiyo hapana. Si ndio? Watu hivyo ndio Paulo anaeleza, hivyo ndio kwa nini mataifa watu wanaenda mbali na Mungu. Wanaendelea kwenda mbali hadi inafika mahali ambapo hata uovu wao uko wazi machoni mwao wao wenyewe. Hata wao wenyewe wanaona bali nimefika ni kibaya. Sikuwa nafikiria ningeishi hapa. Neno la Mungu linatueleza, na nakwambia sasa venye umemjua Yesu Kristo,
hiyo nia lazima ifanye nini? Igeuzwe. Lazima uanze kufikiria in a new way. Otherwise you will do what? Utafuata namna ya ulimwengu. Utaendelea kuishi venye ulikuwa unaishi. Na Mkristo ajue ako na kazi. Sababu Mkristo unaelezwa hata wewe hiyo nia ulikuwa nayo. Ndio maana inaitwa nia yako mzee. Nia yako ya mtu wa kale. Sasa venye umezaliwa upya uko na nia mpya. Hii nia inaelezwa katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 kwamba hii nia ni adui dhidi ya Mungu. Haiwezi kumtii Mungu. Haina uwezo wa kumtii Mungu kwa sababu ya huu moyo mgumu. It will not submit. Anasema it will not submit to God. It cannot. Na kwa sababu ya hiyo, ukifungua 1 Corinthians, wa Korintho wa kwanza, soma 1 Corinthians mlango wa 2 na verse 14 inasema hivi: mtu ambaye hana Roho hawezi kupokea mambo yatokayo kwa Roho wa Mungu, kwa kuwa ni upuzi kwake, naye hawezi kuyaelewa kwa sababu hayo yanaeleweka tu kwa upambanuzi wa rohoni. Hata mambo matukufu ambayo ninaongea hapa hawezi kuyapokea. Kwa sababu kwake ni nini? Kwake ni nini? Amesema kwake ni nini? Nonsense. The mind of the flesh cannot receive the things of the Spirit of God because they are foolishness to him. Hapo ndio umefika. Mtu anafika kiasi cha kukua kipofu hadi mambo matukufu yanapoongelelewa kwake haoni kitu. Ndio maana Paulo hata anasema ukiongeleshanga Wakristo wachanga usiwaongeleshe mambo deep. Hawaelewi. Bado wana ile akili ya upuzi ya kitambo ile. Wana hii akili hii. Ukimletea vitu deep za Ukristiani, mambo marembo sana, kwake anakushangaa. Hakuelewi. Bado anahitaji maziwa. Unampea maziwa kwanza akue mkubwa kama mtoto mdogo. Akifika akikuwa amekuwa ndio sasa unampea nyama. Ukipelekea mtoto nyama, yaani Mkristo mchanga nyama ya kiroho, hawezi tafuna. Ola anasema hapo hawezi tafuna. Hivyo hata sasa inafika kiasi cha haiwezi kupokea. Mambo ya kiroho. Haiwezi. Ndio mjue kazi ambayo tunafanya ni kazi ngumu sana. Tunashangaa tunahubiri hapa mambo makubwa sana, mambo matukufu kuhusu mwana wa Mungu, lakini mtu anakuja na anaongea, mwingine anakuja na watusi, mwingine hata wachana hata na hao wakutusi, hata afadhali hao wengine wanapita tu ni kama kwamba kuna kitu kinafanya nini kinaendelea, na mnaongea kuhusu mambo ya milele. Kwa nini? Haoni kitu hapo ndani, anaona hadi mapana. Haoni kitu. Kama watu wanatupenda kwenda church wafanye mambo ya church. Hadi Roho amfungulie. Hadi Roho Mtakatifu amfunue.
Usifikirie ati kwa sababu hezi ona inamtetea. Kwa sababu kitu ambacho kinamfanya awe kipofu ni moyo wake mgumu. It is a moral inability. Kwa hivyo Mkristo, ujue kwamba usipogeuza hiyo nia yako isipogeuzwa, hautaweza kuishi maisha ya Kristo ya kweli. Hautaweza kupigana na mkondo wa ulimwengu. Hivyo ndio Paulo ametufunza kwa Warumi. Amesema usifuatishe mkondo wa ulimwengu, lakini fanywa upya katika nia yako. Hiyo ni kumaanisha usipofanywa upya katika nia yako, by default nini itafanyika? Itafuata njia ya ulimwengu. Hiyo nia yako, hiyo akili yako inafaa kugeuzwa, uanze kufikiria jinsi Mungu anavyofikiria. Uanze kuona mambo jinsi Mungu anavyoyaona. Acha nikwambie kitu cha kwanza ambacho utakiona, ambacho kitakuanzisha hii safari, nilikwambia ni utukufu wa Mungu katika uso wa nani? Katika uso wa nani? Nimesikia dada Sharon akijibu. Uso wa nani? Dada Sharon, nimesikia ukijibu. Umesema nini? Kitu cha kwanza utaona ni utukufu wa Mungu katika sura ya nani? Sura ya Yesu. Kwa sababu mimi nakwambia hakuna mtu anaona maana, anaona dhamani katika Yesu kuliko baba yake. So the moment you start seeing Jesus Christ as glorious, you are seeing him as God sees him. Kila siku unaanza kuona Yesu Kristo ni mtu wa kuaminika, unaanza kumuona jinsi ambavyo baba yake anafanya nini? Anamuona. That is the beginning. Hiyo ndio mwanzo. Kuona urembo wa Yesu, kuona utukufu wa Yesu, kuona ukubwa wa Yesu. Hapo uone Yesu jinsi ambavyo baba yake anamuona. Unahitaji nia kama ya Mungu ambayo ikisikia mambo, ikisikia jina la Yesu haioni ukuzi hapo, inasema huyo ni wa kusifiwa, huyo ni wa kuinuliwa. Si baba yake alimuinua? Si baba yake amemuinua? Yesu Kristo yuko wapi siku ya leo? Ametolewa kaburini na baba yake, si ndio? Amekitishwa kuume kwenye mamlaka juu ya all principalities and powers. Baba yake amemuinua. Baba yake anaona Jesus Christ is worthy to be lifted up to my right hand. Wewe ndio uone hivyo. Wewe ukisikia jina la Yesu unasikia hii tu ya kuongea tu uchafu naye, hii tu ya kukaa nayo, hii ya kusema mambo ya ukuzi nayo. Haumuoni Yesu bado? Mungu anamuona. Mungu anamuona mwana wake, anasema huyu ni wa kuhukumu ulimwengu. Tunahitaji kuwa na nia kama ya Mungu. Na venye Paulo ametueleza, nitafuta hapo. Hivyo wenye wanaandika waandike. Nitarudi pale Warumi chapter 12. 12 verse 2. Inasema hivi: msifuatishe tena mfano wa ulimwengu huu, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, ndipo mtaweza kuonja na kuhakikisha ni nini mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yanayopendeza machoni pake na ukamilifu. Kwa hivyo anasema hawezi ishi maisha na kujua the difference between right and wrong hadi nia yako ifanye upya.
na anasema hii ni kazi lazima ufanye. Fanyeni upya, fanyeni. Ifanyeni upya. Yeah. So do it. Ni muhimu. Nia mpya ni muhimu. Kukuzwa. Ili kujua mema na maovu. Ndio maana nakwambia Ukristo si a list of do's and don'ts. Wenye wanakaa na sisi hapa discipleship wanajua hivyo. Maswali magumu yanaibuka sana katika discipleship yetu. Na sisi watu waambie watu, oh, do this, do that, do this, do that. Tunawaekea principles, si ndio? Tunakuwekea principles ambazo, yani sheria ambazo zimetoka kwa neno la Mungu, ambayo hizo zikikuingia nia yako igeuze, uanze kufikiria venye Mungu anakufanya ufikirie kama yeye, unapata kwamba unaweza kupatwa na situation mpya kabisa ambayo mtu mwingine hajaipata situation kama hiyo, na utaweza kufanya lile ambalo litakufurahisha. Hiyo ndio shida ya kukram list. Ukikram list, fanya hii, fanya hiyo, fanya hii, fanya ile. Teknolojia inakuletea shida nyingine ambayo kwa hiyo kufikiria utapata. Unajua venye teknolojia siku hizi imeongeza mambo. Kuna mashida saa hizi zenye uko nayo ambayo Musa hakuwaipata. Sababu Musa hakuwa na Facebook. Ndio. Sasa utakuwa pale Facebook. Utajuaje nini utafanya sawa pale Facebook? Utaishi aje kama Mkristo pale Facebook? Pale Instagram, pale WhatsApp. How will you live as a Christian there? Ama Facebook ni mbaya, Wakristo hawafai kuwa Facebook. Wakristo hawafai kuwa Instagram, hivyo ndio iko. Ni hivyo ndio iko. Hasha. Ni unaitumia hiyo kitu kama Mkristo. Mwenye akili yake inajua this is how I'm supposed to use such things. Hiyo nia ni muhimu kukuzwa ili kujua mema na maovu. Ndio amesema, ndio unasikia hata Paulo anawaambia vizuri. Ndipo mtaweza kuonja na kuhakikisha mapenzi ya Mungu ni nini, yaliyo mema, nini inapendeza machoni mwake, nini kamilifu, nini sawa, nini bora. Utawezaje kujua? Kwa kufanywa upya katika nia. Kwa hivyo ni kitu lazima ufanye wewe Mkristo. Hisi kitu unaweza neglect. Hisi kitu unaweza puuza. Sasa nikishasema lazima ufanywe upya, swali lingine linakuja. Nitafanywa upya kivipi? Nitafanya upya akili yangu kivipi? Na ndio nikasema fungua Wakolosai 3:10. Paulo anatueleza katika kitabu cha Wakolosai. Tapata jibu ni lile ambalo tumekuwa tukilitumia. Christianity is so simple. So simple. Ukristo ni so simple. Usione na chambua hapa kisayansi, lakini utapata ile kitu naenda kuambia leo ni kitu niliwaambia mfanye last week. Na hiyo last week nyingine. In short, utapata nitaongozwa aje na Roho. Soma neno. Nitaimarisha aje nia yangu. Nitafanya aje nia yangu iwe upya. Ninakwambia jibu ni nini tena? Jibu ni nini? Mama. Jibu ni nini ndugu yangu? Nani anaweza guess? Nizawape answer sahihi. Utafanya aje akili yako iwe mpya? Uanze kufikiria kama Mungu. Soma neno. Soma neno. Soma neno. Chambua neno. Changanua neno. Yale ambayo yameandikwa pale, process inasema nini? Fuata logic yake. Andika point. Wacha maswali magumu yaje.
Sema kwa nini hii alifanya hivi? Kwa nini Mungu alikasirika hapa? Unaona, ukiuliza kwa nini Mungu alikasirika hapa, nini inakufanya unaanza kufikiria nini ilikasirisha Mungu? Mungu anakasirishwa na nini? Kwa nini hawa walishindwa kutoa hiyo pepo? Kwani kutoa mapepo ni makosa siku hizi? Si ndio? Sivyo ndio tunachambua neno. Mtu anakuja anasema, nimeona Paulo pia alikuwa anatoa mapepo. Lakini saa hizi hawa wanajaribu kutoa mapepo, wanafanyiwa nini? Wanakemewa. Kwa nini wao wanakemewa? Mbona Paulo anatoa mapepo kwa jina la Yesu? Huyu mwingine anasema jina la Yesu, pepo inaanza kumpiga. Kwani jina la Yesu ndio imekosa nguvu? Hebu nieleze kwa nini? Soma neno. Chambua neno. Nimeona Petro na Yohana wako pale. Wametandikwa viboko. Ati wametoka kutandikwa viboko, wanafanya nini? Wanashukuru, wanasifu, wanatukuza. Kwani siku hizi kupigwa viboko ni kitu mzuri? Kwa nini kina Paulo wanafurahia kupigwa viboko? Wanasema ati wanafurahia. Kwa nini kina Paulo wametandikwa viboko, wako kwa sel, usiku wako pale wanaimba? Kwa nini? Kwa nini huyu mwanajeshi ametoka kulala pale, ameamka amepata mlango umefunguliwa, ukafunguliwa, akaenda kwa kina Paulo akasema nitaokolewa kivipi? Kwa nini? Nini limfanya akagundua anahitaji kuokolewa? Je, niwa mtetemeko wa ardhi? Ndugu yangu, kama hujafuata hizo vitu nimekuwa nikisema, hiyo ni ishara umekuwa ukiruka Bible study. Watu wa Bible study, mnaelewa hizo maswali yote nimeuliza yanatoka sehemu zipi? Watu wa Bible study wa kukuja Bible study, mnaelewa? Sio ndio huwa tunafanya? Unachambua neno. Wakolosai chapter 3 verse 10. Anasema hivi. Wacha nitaanza verse 9 sababu ni sentensi moja kutoka verse 9. Msiambiane uongo, kwa maana mmevua kabisa utu wenu wa kale pamoja na matendo yake, nanyi mmevaa utu upya ambayo unafanywa upya katika ufahamu sawasawa na mfano wa muumba wake. Unasikia venye amesema? Anasema msiambiane uongo, sababu hiyo ni mambo ya mtu wa kale. Sasa mmevaa mtu mpya ambaye anaimarishwa katika ufahamu, katika ukweli. Mtu mpya ndo chakula yake. That is what he eats. The knowledge of God, the truth of God. Ndio maana anasema mtu mpya haambatani na uongo. Ulimwengu unakulisha uongo. Ulimwengu unakulisha ukweli nusu nusu. Sasa nakwambia wachana na uongo, kwa sababu that is not who you are. You are a new creature who feeds on truth, who grows on truth, who is nourished by truth, by knowledge. Hata nikisoma Wakolosai wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 9 na 10 unasema hivi. Anaongelesha Wakristo wa Kolosai hapa, anasema nimesikia hiyo kanisa yenu inakuwa mbaya. Anambia kwa sababu nimesikia hii. Kwa sababu hii, tangu siku ile tuliposikia habari zenu, hatujakoma kuomba kwa ajili yenu na kuwasihi Mungu awajaze nyinyi maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote ya kiroho na ufahamu. Awajaze nini? Maarifa ya mapenzi yake. Hiyo ndo ninataka awajaze. Maarifa ya mapenzi yake, in all spiritual wisdom and understanding. Yaani hii kitu ambayo unapewa, hii maarifa ambayo unapokea, si mawazo ya kiprofesa, ni mawazo spiritual.
taught by the Spirit, by the Spirit. Na tulisema Spirit anafunza watu wakitumia nini? Neno. Nataka wajaze mjue nia ya Mungu. Alafu sikia verse 10 anasema mtakapofanya hivi nasi tunaomba haya ili mpate kuishi maisha yanayostahili. Unasikia amerepeat kitu alisema pale Romans chapter 12. Can you see it's the same thing? Nasi tunaomba haya ili mpate kuishi maisha yanayostahili mbele za Bwana na mpate kumpendeza kwa kila namna, mkizaa matunda kwa kila kazi njema, mkikua katika kumjua Mungu. In short, anakuambia hauwezi kuwa katika kumjua Mungu bila kujua mapenzi yake. You must grow in spiritual wisdom. You must grow in spiritual understanding for you to be able to live a true Christian life. You must. Kwa hivyo ninapata jamaa aliokoka last year, 3 years later bado ako pale pale tu alikuwa kitambo. I can almost tell huyu asomangi neno yake, ama akisoma haisomangi na seriousness, haichambui, haitazami, haikagui, haimuingii. He is not growing in spiritual wisdom. He is not growing in spiritual understanding. Kwa sababu angeweza kufanya hivyo, basi angeweza kuishi maisha inayostahili. Tuko pamoja ndugu zangu? Tuko pamoja? Itafanywa upya vipi? Itafanywa upya. Kwa kukua katika maarifa ya Mungu. Maarifa na hekima ya Mungu. Na hiyo itafanyika kwa wewe kusoma neno lako. Nimebakisha pointi 2 alafu tufunge mahubiri. Pointi ya 3 ni hii. Msingi wa hekima hii ni msalaba wa Yesu Kristo. Hiyo ndio pointi ya 3 nataka kupata uelewe. Ndio maana hata tukianza Bible study, tukianza disciples, niliwaeleza kwamba Mungu na anisaidie nisiwahi funza kitu hapa ambacho msingi wake hakionekani katika msalaba wa Yesu. Hiyo ndio tofauti kati ya mafunzo ya Kikristo. Unaweza ingia katika kanisa niwe na kufunza upendo, uende pale msikitini waanze kukufunza pia upendo ama kuongea ukweli, lakini upate kwamba mimi ninazokufunza na yeye anazokufunza ni mambo mawili tofauti, kwa sababu msingi ni nini? Tofauti. Msingi ni tofauti, foundation ni tofauti. Jinsi ambavyo ulimwengu unafunza kuhusu amani si jinsi ambavyo Wakristo tunafunza kuhusu amani. Otherwise, what is the point of speaking about Jesus Christ? Kila kitu ambacho tunafunzwa katika neno la Mungu, hii ndio mara yangu kama ya 3 kuisema katika hii mahubiri, msingi wake ni Yesu. Inajengwa hapa, inakuwa hapa, hapa ndio inakuilia. The more you know about Jesus, the more you grow in Jesus, the more you are it's more about Jesus. Unajua zaidi, si ndio? Hiyo wewe. Msingi wake Yes. Ndio tufikirie wanafilosofia ni Wakristo. Wanafilosofia si Wakristo.
kwa sababu wanaongea kuhusu ukweli, upendo. La hasha. Yule ambaye atakufunza kuhusu upendo na msingi wake ni msalaba wa Yesu. Wacha hata niweke beta, ni msalaba wa Yesu. Huyo ndio Mkristo yangu. Wacha niisome Paulo akisema basi 1 Corinthians chapter 2. Anasema hivi. Anawaambia wa Korintho. 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 5. Ndugu zangu, nilipokuja kwenu sikuja na maneno ya ushawishi wala hekima ya hali ya juu nilipowahubiria siri ya Mungu, kwa kuwa niliamua kutokujua kitu chochote wakati nilikuwa nanyi isipokuwa Yesu Kristo aliyesulubiwa. Mimi nilikuja kwenu nikiwa dhaifu na mwenye hofu na kwa kutetemeka sana. Kuhubiri kwangu na ujumbe wangu haukuwa kwa hekima na maneno ya ushawishi, bali kwa madhihirisho ya nguvu za Roho, ili imani yenu isiwe imejengwa katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Anawaambia sikukuja kwenu kama mwanafilosofia, sikukuja kwenu na ujuzi mwingi. Alisema hata nyinyi wenyewe mnajua venye mimi huongea. Mimi sikuangi na hiyo gift ya kuongea na nguvu, kuhubiri na hawa sijui nini. Anasema mnajua venye mimi huongeana. Mnajua sikukuja hapo nikijaribu kuwa impress venye nimechambua. Mimi nilikuja kwenu na nikasema mimi niko na habari moja peke yake, na ni Yesu Kristo na msalaba wake. Yesu Kristo na yeye aliyesulubiwa. Kwa hivyo nikifunza kitu chochote, nikikufunza jinsi ya kutoa pesa katika kanisa, ninaofunza on the basis of your acceptance in Jesus Christ. Nikikufunza jinsi ya kumpenda mke wako, ninakufunza based on hiyo kitu tena, your acceptance in Jesus Christ. Nikikufunza jinsi ya kukua mkweli kazini mwako, jinsi ya kutoibia makastoma wako, ninakufunza kutoka juu ya msingi wako, your acceptance in Jesus Christ and Him crucified. Hiyo ndio kila kitu. Mtu akikuletea kitu yoyote ambayo haiambatani na Yesu Kristo, hata awe anafunza amani ya aina gani, hata awe anafunza upendo wa aina gani, huyo si Mkristo. Huyo ni mwanafilosofia. Hata awe amesimama katikati juu ya kanisa hapa, ati yeye ni mhubiri, ako na wafuasi 10,000 na anafunza watu tupendane, tuwe na amani, na haonyeshi jinsi ambavyo hiyo amani imetoka kwa Yesu. Yesu ndio the source. Do it because Jesus Christ is worthy. That is not a Christian teaching. Amen. Amen. Huyo na Paulo hawaelewani. Huyo hapa hapatani na Paulo. Msingi hii si hekima watu wakuja wafikiria jioni kukua katika hekima tu ya kawaida. La hasha, ni hekima ya aina fulani. Alisema mjue mapenzi ya Mungu, no spiritual wisdom and understanding. Na hiyo ndio kitu kingine naenda kufunza hapa ya mwisho. Pointi yangu ya mwisho ni hii. Tunaelewa, kumbuka, nia mzee haiwezi kupokea mambo ya kiroho. Haiwezi. Kwa hivyo sisi tuliwezaje kuelewa? Tunaelewa kwa sababu Roho Mtakatifu anatufunza. Sababu Roho anatufunza ama anatufunulia.
katika 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Anasema hivi: kwa maana ujumbe wa msalaba kwa wale wanaopotea ni upuzi. Ujumbe wa msalaba kwa wale wanaoangamia ni nini? Ni upuzi kwao, ni ujinga, ni upumbavu. Lakini kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hivyo habari ni moja, nakuja na ubiri Yesu Kristo aliyesulubiwa. Kwa mmoja anasikia upuzi, mwingine anasema hakuna kitu nimesikia tamu kama hiyo, hakuna kitu kubwa kama hiyo. Ndio wewe ujiulize, uko wapi ndugu yangu? Unaposikia na ubiri kuhusu Yesu Kristo, where does your mind? What does your mind perceive? Do you see glory? Do you see any glory? Kama unaona tunaanza. My friend, kama uone glory hapa, fanya nini? Kimbia. Do whatever you can. Try to go. I don't know. Because you are not a Christian. You are not. Haijalishi umetoa zaka kiasi gani. Haijalishi kama umetuongoza praise and worship. Beauty and beauty in Jesus Christ. Jambo ni kitu. Beauty and glory in Jesus Christ. Hiyo ni diagnosis. Roho yako iko wapi? Kama roho yako imebebwa na ulimwengu, ama Mungu anafanya kazi katika roho yako. Ndio unaenda kwa daktari anakuambia leta hiyo damu yako tufanye test. Hiyo line imekuja tika uko na mbona ndio hapa mimi. Hiyo ni malaria tumepata hiyo. Si ndio? Sasa acha ndugu yangu nikwambie, kuna test hapa. Test ni mimi nainua msalaba hivi. Nainua msalaba hivi. Alafu wewe jiulize hiyo roho yako inaona nini? Unaona kitu ya kutamaniwa? Unaona kitu ambayo uko tayari hata kukufa kwa ajili ya hiyo msalaba? Si kujipost. Yaani utaifanya na furaha. I will die for Christ. Ama hata kama siwezi, I would love to be able to die. Na natambua siwezi kwa sababu mimi ni mwoga. Na Yesu Kristo, naomba unisaidie mimi na uoga wangu. Je, unaona utukufu katika huo msalaba? My friend, kama uoni utukufu katika huo msalaba, kama uoni thamani katika huo msalaba, I have news for you. Uko na malaria ya roho. Sio malaria itakumaliza my brother. Shida ni moyo mgumu. First Corinthians chapter 2 verse 12 to 13. Anasema, hata nikianza kabla niende verse 12 to 13. Baada ya yeye kueleza kwamba hii mambo ni upuzi, anasema hivi katika verse 6, chapter 2 verse 6. Lakini miongoni mwa watu waliokomaa twanena hekima, wala si hekima ya ulimwengu huu au ya watawala wa dunia hii wanaobadilika. Tena anasema hii kitu nikiongea kuna watu wanasikia upuzi. Lakini kwa watu ambao wamemjua Yesu na wamekomaa, wakisikia ninaongea wanasikia nini? Wanasikia hekima wao. Wanaanza kusema okay, I see. Na kuna mwingine anashangaa huyu jamaa anaropoko. Kuna hekima. Verse 12 to 13. Basi
naeleza alikuja aje kujua mambo yote. Baada ya kusema, verse 10 anasema, lakini mambo haya Mungu ametufunulia kwa Roho wake. Verse 12, basi hatukupokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu. Amen. Hiyo hata ndio imeingiana vizuri sana. Na Warumi chapter 12 anasema hatujapokea roho ya dunia. Tungepokea roho ya dunia, angetufunza kufanya mambo ya dunia. Naongeleza Wakristo, hatujapokea roho ya dunia ndio atufunze mambo ya dunia. Tumepokea roho wa Mungu. Tumepokea roho wa Mungu. Kwa maana ili tuweze kuelewa kile kipawa ambacho Mungu ametupatia bure. Haya ndiyo tusemayo, si kwa maneno tuliyofundishwa kwa hekima ya wanadamu, bali kwa maneno tuliyofundishwa na Roho, tukifafanua ukweli wa kiroho na maneno ya kiroho. Anasema sasa venye Mungu amenipa kipawa, nakwambia ile siku unaokoka, ile siku unapata kumjua Yesu, ile siku unazaliwa upya, ile siku unakuwa Mkristo kikweli, kihalisi, na katika Ukristo wako uanza kujisikia ni kama umefika, ni kama kwamba unajua yote, ni kama kwamba umekuwa mwalimu. Ndugu yangu, acha niko na habari kwako. Hiyo malaria yako ni positive. Wacha nikuhakikishie tena. Mkristo anapopokea Ukristo, Mkristo anapojijua, anagundua amepata kitu kizuri sana ambacho hakielewi vizuri. Anataka kuelewa. What is this that God has given me? What is this wonder? What is this glory? What is this? Ndio akasema kwa sababu hiyo Mungu ametupa roho wake ili aweze kutufunulia haya mambo, ndio tuweze kuelewa hiyo wokovu tumepewa. Niweze kuelewa Mungu alifanya nini katika kuniokoa. Nini kilimfanya Mungu aniokoe? Ni kwa lengo gani Mungu ameniokoa? Mungu anakusudia nini katika wokovu wangu? Haya ni maswali yote ambayo ninagundua, sababu nimetambua nilikuwa mwenye dhambi. Dakika moja nilikuwa jehanamu, dakika nyingine nimenyakwa, nimepelekwa hadi ufalme wa mbinguni kwa sababu ya msalaba wa Yesu. Nashangaa, sifai kuwa hapa. Mimi nafaa kuwa motoni. Sifai kuwa hapa kando ya Bwana. Sifai kuwa hapa na kubalika, naweza omba, maombi yangu yanasikika, Bwana ananijalia mema. Bwana, why do you do this to me? I am not worthy of the least of your mercies, God. Why are you doing this to me, Lord? Why? Mbona ukaniokoa mtu mchafu kama mimi? Mbona ukanisafisha mtu mwovu kama mimi? Why, Lord? Mbona ukanileta kando yako? Mbona malaika wote sasa hata wako tayari kunitumikia mimi? Why, Lord? Nilifanya nini? Ndio ukapewa Roho Mtakatifu ndio uweze kuelewa kwa nini Mungu amekufanyia hiyo mambo. Ndio ukapewa Roho Mtakatifu ndio uweze kuelewa why God has done.
Kwa hivyo nia mpya ni muhimu ili tuweze kuishi maisha ya Kristo ya ukweli. Inafanywa upya katika sisi kukomaa katika maarifa na hekima ya Mungu. Msingi wa maarifa haya ni msalaba wa Yesu Kristo, na mambo haya, hii hekima yote tunafunzwa, tunafunuliwa na Roho wa Mungu mwenyewe, the Spirit of God. Ninafurahia sana wakati mtu ananikujia Sunday, ananiambia pastor, nimekuwa nikipigana na hii verse. Inanionyesha huyu ni mtu anapigana na neno. Alafu tukichambua ananiambia pastor, nimeelewa sasa, nimeona sasa. Huyo ni mtu amefanya nini? Amekuwa. Hata kama ni kidogo, amefanya nini? Amekuwa. Anakuwa kidogo leo, kidogo kesho, kidogo kesho kutwa, kidogo kesho kutwa. Sina hiya, najua mtu uko haida. Hata anasimama anajua mimi ni Mkristo, I know. The Holy Spirit testifies it to my soul. I grow every day. I grow in the knowledge of God every day. In the experience of God every day. Mimi sijui Ukristo wangu kwa sababu ya kutoa pesa kanisani. Najua Ukristo wangu kwa sababu ya uhusiano wangu na Mungu wa kweli. Na Roho ananishuhudia ndani yangu, na anashuhudia pia akitumia neno lake. I know I will see Christ on that day. I know. Ni kwa njia hii ndio Mkristo anakuwa. Ni kwa njia hii ndio nia yako inageuka. Ni kwa njia hii ndio tunaweza kupigana na dhambi. Ni kwa njia hii ndio nguvu za dhambi, nguvu za ulimwengu, nguvu za shetani juu ya Kristo zinaenda zikipunguka na zikipunguka zaidi. Ulimwengu unafunza kuhusu ndoa, si ndio? Kristo anakuja anakufunza kuhusu ndoa pia. Ukimfunza mtu ambaye si Mkristo jinsi ambavyo Yesu Kristo anafunza kuhusu ndoa, kwa itakuwa ni nini? Kwa itakuwa ni upuzi. Kwa itakuwa ni upuzi. Lakini Mkristo anakuja anamwambia ndoa ni picha ya Yesu Kristo na kanisa lake. Kwa hivyo mume, ninataka umpende mke jinsi ambavyo Kristo alivyopenda kanisa lake hadi akajitoa maisha yake akakufa kwa ajili yake. Mkristo akisikia hiyo sentence anaelewa ndoa ina whole new life. Anajua mimi nilikuanga mwizi, nilikuanga muovu, Yesu Kristo hakunitupilia mbali. Alikuja akateseka yeye ndio mimi nikubalike. Kwa hivyo basi mimi kama mume ninafaa kuwa tayari kuteseka, kulia, kupigwa, kuchukiwa ili nibebe makosa ya mke wangu ili tuwe na uhusiano mwema kati yetu. Unaona, Mkristo anakuwa na understanding mpya ya ndoa. Mtu ambaye si Mkristo haielewi. Mke anaambiwa, and you wife submit to your husband as the church submits to Christ. Kwenda kuambia mwanamke ambaye si Mkristo hiyo kwake ni nini? Ni upuzi. Lakini mwanamke ambaye amemjua Yesu Kristo anakuja anasema mimi nilikuanga hivi, nilikuwa hivi, Yesu Kristo akakufa kwa ajili yangu, na kwa sababu hiyo ninatamani kutoa maisha yangu yote as a living sacrifice. And therefore God commands me to paint that same picture in my marriage, to submit to my husband the same way I submit to my Lord Jesus Christ. Mwanamke Mkristo anaelewa. Kwa hivyo ana strive hata wakati ambapo, ndio maana Paulo anawaambia hata wakati waume wenu wanakaa wako na makosa, fanya nini? Hiyo ni zilielewe kwa kusubmit. You continue submitting. Mwanamke Mkristo anaelewa na anatambua ndio si rahisi, ni ngumu, lakini ugumu wake sasa analia Yesu Kristo afanye nini? Msaidie. Amen. Amen.
Ndio maana tunafunza mafunzo mengine hapa, watu hawaelewi. Naambia Yesu Kristo anakuambia wewe kama Mkristo unafaa kusamehe adui zako. Anasema mtu akikutendea makosa wewe mtetee mema, usilaani. Enda ambie mtu ambaye si Mkristo atakwambia hiyo sasa, hapo ni upuzi. Hapo ni upuzi. That is nonsense. Mkristo ndiye ataelewa. Kwa sababu msingi wa mafunzo hayo ni nini? Msalaba. They are only understood in light of the cross of Jesus Christ. That is the only way those things are understood. Yesu Kristo mwenyewe anafunza, anasema wewe unajua umesamehewa nini? Wewe unajua umetendewa mema kiasi gani na ulikuwa unafaa jehanamu. Sasa wewe utashindwa kusamehe mtu alikuibia pesa. Wewe ambao umeonja msamaha wa kiasi hii ndio utashindwa tu kusamehe mtu aliyekuibia gari. Wokovu uliopokea una thamani ya magari mangapi? Na wewe umefaa hayo magari sio kujaza wakati ulikuwa unafaa kutoa viboko. Onyesha msamaha ulioonja katika Kristo, ulimwengu ufanye nini? Uone. Ndio tunapohubiri yule ambaye amebeba dhambi zetu, ulimwengu unaweza kuona imetugeuza hata sisi. Tunaweza kubeba dhambi ambazo watu wanatufanyia sisi pia. Yaani Yesu Kristo ni kama kwamba yuko hai ndani yetu. Sie ndiye alibeba uchungu wa dhambi zetu. Ndio nilikuwa nafaa kupigwa yeye ndo akapigwa. Sasa nakwambia the same way Christ carried your burden. Even you, because Christ is alive in you, carry the burden of others. Alikutusi jana, wewe mnunulie sana. Na unamnunulia na roho ya kutaka. Kwa hivyo unaenda unadidia Mungu na mwambia Mungu, huu uchungu ambao uko ndani ya moyo wangu, hii tamaa ya kisasi Mungu wangu nataka iondoke. Nataka uniweke moyo kama wako ambao mimi wakati nilikuwa mwenye dhambi haukunichukia, lakini ukajitoa kuja kufa ili mimi niishi. Nipe moyo kama wako. These things are understood only in the life of Jesus. Only. Hatio walinifanyia hivi, wakanisengenya, wakavunja duka yangu, alafu mtu anakuja anakuambia sasa watendee mema hao. Usimwambie. Nini nitakufanya usimwambie mimi? Kama umejua Yesu. Only that. Only that. Na umemjua kikweli. Kikweli. Hivyo tambua shida ulio nayo. Mkristo, unapotenda dhambi, tambua kwamba kuna jambo katika nia yako ambayo imeongeza fuel. Ujue lazima ufanye kazi. Jichambue, usifiche dhambi yako kwa uso wako. Nuru inang'aa katika maisha ya Mkristo kila siku. Anagundua kumbe mimi nakwanga mwizi, kumbe nakwanga msamaha. Hizo ni vitu zinaendelea katika maisha ya Mkristo. Unaona basi kwa Patrick. The difference is the Christian sees it. Anaona hiyo pattern, alafu anagundua sasa niko na kazi ya kugeuza hii nia. Hii nia lazima igeuzwe, nikitumia neno la Mungu. Hii moto ambayo inawaka, hii moto ya uongo. Hii moto ya uongo ufanye nini? Simwe. Niwe mtu wa kupenda kweli. Wakristo tusimanji moto peke yake pia. Tunawakisha moto mpya. Waambia wangu toa huyo mtu mzee alafu tujie. Unaambiwa toa huyo mzee alafu vaa ule mpya. You're not just getting what, you're also becoming something. Unaacha uongo unakuwa mtu wa ukweli. Aggressively truthful. Hadi watu wanashangaa, hii yako hii si uongo. Because of Jesus Christ. Amen. Otherwise, pia aggressive truthfulness itakuwa hapo mpiga. Kama kazi iliyo mbele yako, hakikisha kwamba usipuuze. Hii ndio njia.
ya kufika pale mbinguni. Yule aliye na nuru anaona giza yake na anatafuta nuru zaidi kugeuza nia yake, anatia juhudi kugeuza mawazo yake, awaze kama Mungu, awaze jinsi ambavyo Mungu huwaza. Na kama kuna ndugu ambaye yuko hapa ambaye hajamjua Yesu Kristo, ndugu yangu, wacha nikwambie basi, ndugu yangu, kuna mambo mengi na kuzima, unaishi katika maisha matilifu. Hiyo nia yako inaweza kukudanganya kwamba kuna mambo mengi yenye maana zaidi kuliko huyu Yesu Kristo, lakini nakuhakikishia na maisha yako yatakuwa shahidi wangu, yatakuwa shahidi kwa sababu ni neno la Mungu. Hayo mambo yatakuelekeza mbali na mbali zaidi kutoka kwa Mungu. Na hata ingawa utakuwa unakuja kanisani, wewe mwenyewe utakuwa unajua unakuja kinafsi, utakuwa unatambua wewe ni mnafiki. Tazama msalaba wa Yesu. Nakushukuru kwa sababu ya neno lako ambao tumeweza kuhubiri hapa siku ya leo. Naomba Mwenyezi Mungu kwamba umechukua neno lako na kwamba umelibariki Mungu Baba ili lizae matunda kwa jina lako. Waokoe wale ambao hawajapata kumjua Yesu, waimarishe wale ambao wamo ndani yake, nazidi kuchunga kanisa letu Mungu Baba kwa jina lako. Naomba yote katika jina takatifu